Karibu sana. Jumatano huwa ni Lens na tunakoma na kile ambacho tulikianza wiki iliyopita kwa sababu maelfu ya Watanzania wanaotafuta makazi ya kupanga. Changamoto sio kupata nyumba tajiri wala sio kupata nyumba nzuri, sio changamoto, bali ni kukusanya fedha nyingi kwa wakati mmoja. Katika maeneo mengi mpangaji analazimika kulipa kodi ya miezi 6, wakati mwingine hata mwaka mzima. Hiyo ni kabla hajakabidhiwa ufunguo. Lakini je, utaratibu huu ni wa haki kwa pande zote au ni matokeo ya mazingira ya kiuchumi ambayo yanawalazimisha wenye nyumba kujilinda? Sasa hii ni Lenzi maalum ikimulika suala hili lililoandaliwa na mwandamizi Abel Kilumbu. Ndani yake kuna vinyunyizi na inasoma kwako na Exaudi Mtei. Kama mwenye nyumba alijenga kwa hela yake na akaamua kukuambia wewe 300,000 kwa miezi 6, lipa tu hiyo 1,800,000. Ukishindwa ndo kama hivyo. Wengine tunaishi barabarani, tutajazana huko barabarani. Kuta mtu labda kwa kodi kwa mwezi anafanya kazi ya mtu anapokea 200,000 kwa mwezi, 300,000, mwingine mpaka 150,000. Kwa hiyo mtu anayepokea 150,000 kwa mwezi, ukianza kumwambia kwamba lipa kodi miezi 6, hataweza. Kwa mfanyakazi anayelipwa mshahara kila mwezi, kukusanya kodi ya miezi 6 kwa mkupuo ni jambo linaloweza kuchukua miezi kadhaa ya kuweka akiba au hata kulazimisha kukopa. Kwa wafanyabiashara wadogo na vijana wanaoanza maisha, gharama hiyo mara nyingi huwa kikwazo kikubwa cha kupata makazi. Je, kodi ya miezi 6 ni hitaji halisi la kiuchumi au ni utamaduni uliozoeleka? Nchi hii shida kubwa ipo kwenye mifumo yetu. Serikali haiweki mifumo ambayo inaweza kumsaidia mwananchi wa chini kabisa. Inaweka mifumo ambayo inawasaidia watu wa level fulani. Kwa hiyo hatuwezi kumlaumu mwenye nyumba aliyeweka 600,000, aliweka miezi 6 kodi yake, kaniambia mimi nilipe kwa 250,000. Kwa hiyo kama nitaweza nitakaa, kwa sababu ile nyumba ni yake na yeye mwenyewe unakuta aliipata kwa njia ngumu. Lakini kwa upande mwingine, wenye nyumba wana hoja zao. Wanasema kupokea kodi ya miezi 6 kwa pamoja kunawapa uhakika wa kipato na uwezo wa kutekeleza miradi ambayo isingewezekana kama wangepokea fedha kidogo kidogo kila mwezi. Lakini wachambuzi wa uchumi wanaonya kuwa utaratibu huu unaweza pia kuathiri mzunguko wa fedha kwa kaya nyingi. Fedha ambazo zingetumika kuanzisha biashara, kuwekeza au kukidhi mahitaji ya familia hulazimika kuelekezwa kwenye kodi ya makazi kwa mkupuo. Mtu amejenga nyumba yake ndio ambayo anaitegemea kwa ajili ya mahitaji yake yote madogo madogo na makubwa. Unafikiria angefanyaje kibiashara? Lazima angetengeneza mfumo ambao utamsaidia. Na katika biashara ya nyumba, mfumo ambao unamsaidia ni kusanya kodi ambayo ipate kwa wingi ili aweze kufanya mahitaji yake makubwa na madogo. Kwa hiyo kama utachukua kodi ya mwezi kwa mwezi, kihali halisi au utakuwa na maisha kama mwenye nyumba ambaye anategemea nyumba kwenye maisha yake. Nyumba ni biashara kama biashara nyingine, ama ni investment kama investment nyingine, ambapo kwenye investment kila mtu huwa anafanya biashara ili aone anapata faida ili afanye biashara nyingine. Umeelewa? Sasa mtu akishajenga nyumba yake, maana yake ile ni biashara yake. Sawa sawa. Kwa na yeye ana mipango yake. Ni kama ambavyo ukifungua duka, si ndio? Kwamba unataka mwisho wa mwezi niwe nimepata 50,000 kwa sababu ninataka kufanya 1, 2, 3. Na huyu mwenye nyumba anayepangisha na yeye ni mfanyabiashara. Watu wengine wapo wanajenga tu nyumba wanapangisha. Kwa kama ni mfanyabiashara, maana yake ndoto yake ama tamanio lake ni kwamba mimi nataka mtu anilipe miezi 6 na vyumba 10. Akinilipa miezi 6 kila chumba kimoja 100,000, kila mmoja atanilipa 600 mara 10 nimepata 600,000. Nataka kwenda kujenga kanyumba kingine mahali pengine niweke watu. Sasa ukimwambia anapokea mwezi mmoja, maana yake inakuwa ni changamoto yeye kufanya nini? Kufanya hiyo investment. Wapangaji wengi wanaeleza kuwa si kodi yenyewe inawasumbua, bali muda wa malipo. Wapo pia wanaohoji kama utaratibu huu umejengwa zaidi na mazoea ya soko kuliko mwongozo wa pamoja unaolinda maslahi ya pande zote. Kusema ukweli, kwa hali ya maisha sasa hivi ya kiupangaji, lazima muwe ugumu, kwa sababu hatoweza kulipa kodi ya miezi 6. Kwa maana katika hela hiyo 1,500,000 hebu ufikie utoe kodi, je, kinachobaki kinaweza kutosha kwa chakula kwa mwezi mzima?
Kadiri mahitaji ya nyumba za kupangisha yanavyozidi kuongezeka mijini, uwezo wa mpangaji kujadiliana masharti ya malipo unaonekana kupungua. Wenye nyumba kuchukua miezi 6 ndio mfumo. Kama hutaki nakwambia basi wanahitaji ni wengi. Umeshanifahamu? Kwa hiyo taratibu kwa kweli haiwezi, yani hata kusema, yani zamani ilikuwa mtu unapangisha kwa mwezi huu mmoja. Hata hivyo, wenye nyumba nao wanaona kuwa mfumo wa malipo ya mwezi mmoja unaweza kuongeza hatari ya migogoro, ucheleweshaji wa kodi na gharama za kufuatilia mpangaji wasiolipa kwa wakati. Taratibu wa miezi 6 wapangaji kutoa kodi ni mzuri sana, kwa sababu kwanza maisha yenyewe ni magumu. Mwisho wa yote, mjadala hauishi kwenye swala la nani yupo sahihi, bali jinsi ya kupata uwiano unaolinda uwekezaji wa mwenye nyumba bila kumfanya mpangaji ashindwe kupata makazi kutokana na mzigo wa malipo ya mkupuo. Kama mwenye nyumba alijenga kwa hela yake na akaamua kukuambia wewe 300,000 kwa miezi 6, lipa tu hiyo 1,800,000. Ukishindwa ndo kama hivyo. Wengine tunaishi barabarani, tutajazana humo barabarani, tutajazana humo mpaka itafika sasa nchi itakuwa watu hawalali wote barabarani. Kwa mwenye nyumba, kodi ya miezi 6 inaweza kuwa mtaji wa maendeleo. Kwa mpangaji inaweza kuwa kikwazo cha kuanza maisha mapya. Swali linalobakia ni je, Tanzania inahitaji kuendelea na utamaduni huu au umefika wakati wa kutafuta mfumo unaowapa nafuu pande zote? Jibu linaweza lisipatikane leo, lakini mjadala wake unaendelea kukua kadiri gharama za maisha na mahitaji ya makazi vinavyozidi kuongezeka.